katika episode safi ya 4 ya Chombo kwa Hewa ni Kalima Falu DJ. Wasema lazima tujue hatima ya kila kitu ambacho kilikuwa kimeanza. Lakini kumbuka hapa bado tuko na mwongozo tu. Ukihitaji kujua nani ambaye aliufikisha mwili katika lile eneo, na nani tena aliyesababisha ule mwili uweze kupatikana katika lile eneo. Kumbuka bado mchezo na mambo mengi sana ambayo yamejificha. Hatimaye tumeshapata kujua ni kina nani ambao walihusika na kupeleka ule mwili katika lile eneo. Hii ni episode safi ya 4 ya Kalima. Kumbuka napigwa na Fautiji kutoka DC Production pale Chumba Butani kama kawaida, sio? Basi acha tugonge pale ambapo tulikuwa tumeishia katika episode ya 3 ili kuendelea kupata muktadha wa laza bomba sana ya Kalima, ikiwa ni katika episode ya 4. Ila kisha unapita kuanzia episode ya kwanza kwa sababu hii picha imeandaliwa kwenye mfumo ambao ni wa kiprofessional zaidi. Chapo ilikuwa inaonekana kama itakuwa ina ugumu, lakini sasa nafikiri story imekana imepangika zaidi. Tumpe Falu DJ makofi yake zaidi. Ausia. Yes sir. Tunaongelesha pale ambapo tulishia katika sehemu safi iliyopita. Baada ya kuhakikisha wamaliza kuhifadhi ule mwili katika eneo la milima, kitu ambacho kilikuwa kinahitajika ni kurejea kule ambako walitoka. Na hii siri ni takriban ya watu 3 tu ndio wanajua hii siri. Basi bibi aliweza kuletwa katika eneo la kitengo ambacho anafanyia kazi. Alibindi wa kufahamika kwa jina Yu Jeong. Kwa hiyo mwambia kila kitu kitakaa sawa, kwa hiyo mama asiwe na wasiwasi yoyote. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu ambaye kubaliana na mtu huyo wakumuita Sangmin. Jamaa anaonekana kama boya fulani hivi, ila mtu wake utakuja kujua mbele zaidi. Basi hapa aliomba atumie kiasi cha fedha ambacho alikuwa amekubaliana na mkali kama kuitunza ile siri. Baada ya kutumia ile pesa, mshikaji alifurahi sana. Basi mwanaume alihitaji kuingia kwenye gari, lakini kwa sasa mkono unamuuma sana na hajui ni nini ambacho aligonga pale. Asema nimejaribu kutafuta namna ya kutoa hela nimeshindwa, hivyo nilikuwa naomba unisaidie kwa kiasi kidogo tu kwa ajili ya kuchukua taxi. Basi mwamba aliweza kumpatia kiasi cha fedha huyo mwamba huyo, ambaye kwa sasa bado anatupa mwongozo ambao ni tofauti zaidi kwa sababu sura yake ni kama inafanana na mkali wa zamani yule. Basi bwana mkubwa alipeleka gari lake katika maeneo ya service, na yale mavazi yote alihitaji kuyachoma, na kwa sasa yupo kwa ajili ya kuhakikisha na clear kila jambo ambalo lilikuwa limetokea. Baadaye aliperuzi kama kuna taarifa zozote zinazohusiana na kilichotokea katika lile eneo. Lakini uzuri ni kwamba kulikuwa kuna taarifa. Lakini pia kuna watu ambao wanamfuatilia sana huyo mkali. Yaani kila anapoenda wao wanamchukua foto. Watu hawa bado hatujajua habari yao ni akina nani, lakini ndo wale waliopishana nao usiku akizaazaa zaidi. Sasa mkali leo aliingia katika eneo la kliniki yake kuu. Alikuwa anahitaji kujitibu, mtaalamu wa kufahamika kwa jina la Sangmin. Lakini bado maumivu amekuwa yanamsumbua sana. Basi anajaribu kumtumia message binti ambaye ni kipenzi chake kwa sasa, lakini kwamba hadi sasa binti hajibu chochote kile. Basi akiwa katika eneo la hiyo hospitali ambayo anafanya kazi, alikuwa anamhudumia mtu mmoja juu ya kile ambacho kinasadikika ni matibabu tu ya kifamasi, yani ya kitaalamu, yale matibabu ya kiasilia kidogo. Sasa aliweza kupata message kutoka kwa binti wa kufahamika kwa jina ya Jio. Asema anajua kuweza kunitafuta kwa sababu nafikiri ulikuwa na msongo sana wa mawazo. Lakini nachoamini kipenzi changu, kila kitu kitaenda kuwa sawa tu. Hivyo kunishtua sana hata pale ambapo alishindwa kujibu zile simu zangu. Lakini mkali kwa sasa mkono unamuuma sana. Kumbuka ni kule porini ambako kuna kitu ambacho alijichoma kipindi anafukua pale chini. Sasa anajaribu kujitibu, lakini sasa ingawa mkono unazidi kama kuoza hivi. Sijui alishika kitu cha aina gani kule. Sasa akiwa hapa anashangaa Charlie tena amerudi mjuba huyo pa. Huyo mwamba ukitaka kuipata habari yake vizuri,
kamcheki kwenye Squid Game, lakini Squid Game ni mpya kidogo. Hebu nikurudishe nyuma, tafuta tamthilia moja inafahamika kwa jina ya Chimera. Tutakutana na mkali wa kufahamika kwa jina la Park Ji-young. Mwamba kwelikweli wa hizi kazi. Ase Mudi anasema sijafanikiwa kupata usingizi kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Au maambia kwa nataka wataarifu polisi? Asema hapana, ila nachohitaji naomba unipatie milioni 30 tu na mambo yatakuwa sawa zaidi. Sasa mwamba ni kwamba anaomba milioni 30 na anasema kila kitu kitakuwa sawa. Kumbuka Chuma inafahamika kwa jina la Karima, inapigwa na 4DJ kutoka ZC Production. Basi tunarudi upande wa pili kwa mkali sasa. Kumbuka muunganiko na ukao umeunganika zaidi. Gari baada ya kutoka katika eneo la choo, huyo askari alikuwa anamfuatilia sana mwamba huyo hapa. Asa basi tunajitahidi kufuatilia nyayo za uchunguzi juu ya kile ambacho kimetokea. Lakini pia ingekuwa ni vizuri kama ningeweza kukuhoji. Mtu yeye atajaribu kukataa, lakini baadaye alikubali tu. Asema hakika ulikuwa ni usiku ambao kiukweli nipita katika maeneo mbalimbali, ikiwa katika maeneo ya karaoke na katika mgawa mmoja hivi. Basi askari kupitia yale maelezo yajibu kupita zile sehemu. Na kweli kila ambapo alipita aliweza kukuta taarifa za mnyabumbu ya kwamba usiku wa tukio ni kweli alionekana eneo hapo. Basi tunasema ni Dong Life. Hapa ni sehemu ambayo kitengo maalum cha bima kinapatikana. Mwamba mkali hajachelewa kusebenza. Hakuja kutoa ule mpunga chapu wa haraka. Alipofika hapa palikuwa na utaratibu kidogo hivyo. Alimwambia kakae ataitwa. Basi aenda kusoma vipeperushi ambavyo vinazungumzia juu ya masuala ya mafao. Lakini pia alipata ujumbe kutoka kwa mkali wa kufahamika kwa jina Ji-young au unaweza kumuita Guyong, ambaye alipiga naye lile deal. Basi anaona bado anazidi kwenda afu kama mzigo unachelewa hivi. Lakini baadaye aliweza kupata simu. Na simu ilikuwa inamhitaji akakutana na mtu ambaye anahusika na hicho kitu ambacho anakitaka. Basi ambaye wanaume baada ya kuingia katika hiki chumba alipata sana mshangao. Anakumbuka huyo mtu ni katika episode ya kwanza tu alimlipisha kutokana na kile ambacho kisababishwa na ajali ya babake. Bwana hii hapa anaita ni chapter 3 wanasema the unrighteous. Yaani hapa tunazungumzia watu ambao wana uadilifu. Yaani wazee michongo zaidi. Ndio aliweza kupitia na akasema kwa saizi malipo yaweze yakapatikana kutokana na kwamba hii kesi ipo tayari katika kituo cha polisi. Na inaonekana hiyo ajali ilikuwa ni ajali ya kawaida tu. Hivyo inaonekana kuna mtu ambaye amesababisha akiwa anahitaji kupata manufaa ya kile kilichotokea. Sasa mwanaume nini ambacho alifanya, kwa sababu alikuwa anahitaji apate mpunga ili aweze clear madeni yake. Lakini sasa katika kile kitengo maalum cha bima, taarifa zinazopatikana kule ni kwamba hiyo ajali ambayo ilitokea ni kama ajali ya kupangwa tu. Aisha ambayo ajali ilikuwa ni kama ya kupangwa, kwa hiyo lazima uchunguzi ufanyike kinaga ubaga ili kuhakikisha wanajua ni nini ambacho kimetokea, na kesi ipo katika kituo cha polisi. Hivyo itampasa subiri kidogo ili kuweza kupata huo mtonyo. Hii ilimkata moto sana mkali wa kufahamika kwa jina la Mr. Park. Alishaona mambo yameshaanza kuwa magumu kwa sababu yeye lengo lake apige bingo chap kwa haraka, lakini sasa mambo yameanza kuwa tofauti zaidi. Ni kizaza kisichokuwa riziki waga kile kibabara baba. Sasa hii picha tunaendelea kutamba nayo Tara Bintibu, lakini hakikisha unazidi kufuatilia katika mtiririko sahihi usije ukatoka nje box. Hapa ni muunganiko ulionyoka zaidi na Faru DJ. Wasema kalma the chosen one, atima, kiama au unaweza kaita tamati. Wengine wanaenda mbele zaidi wanasema ni destiny, kitu ambacho huwezi ukakikopa. Here you go, say ciao.